Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa wabunge, asanteni sana. Sauti. Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Frederick Sumaye na Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Musa Zanzungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, waheshimiwa wenyeviti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu, na ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi mbalimbali, waalikwa wenzangu siku hii, mabibi na mabwana, habari za mchana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hakika tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inanitaka leo kuhutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kuhitimisha shughuli za bunge hili ili kuwezesha kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii ya kulihutubia Bunge ili niweze kutimiza wajibu wangu huu wa msingi wa kikatiba. Shukrani nyingi ni kwa uongozi wako shupavu, mahiri na wenye weledi mkubwa. Hakika Mheshimiwa Spika, umeliongoza vyema bunge hili na kukamilisha mikutano 19 katika bunge hili la 12. Najua haikuwa kazi rahisi, lakini pia ni kazi nyepesi kwako, kwani penye wengi kuna wengi na kila mmoja na kichwa chake ndani ya bunge hili. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako, ila kwa uhodari mkubwa umeweza kufikisha mashua yetu bandarini kama wanavyofanya manahodha makini. Katika historia ya nchi yetu, wewe ni mwanamke wa pili kushika wadhifa huu wa juu kabisa katika mhimili huu wa kutunga sheria. Hakika hujatuangusha wanawake wenzio. Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wa kitaifa na kimataifa umekuwa chachu inayohakikisha kazi hii inafanyika kwa viwango vya hali ya juu na hivyo kuendelea kulijengea heshima bunge letu. Hongereni sana. Aidha, Mheshimiwa Spika, nikupongeze kwa kutekeleza majukumu haya sambamba na majukumu yako ya rais wa 31 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mheshimiwa Spika, kule nako umeweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kuchaguliwa kushika nafasi hiyo. Tunakupongeza sana kwa kuitumikia ipasavyo nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, vile niwashukuru Naibu Spika Mheshimiwa Musa Azan Zungu
pamoja na wenye viti wote wa Bunge kwa kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo na kwa weledi. Asanteni sana. Hali kadhalika nitoe shukrani na pongezi zangu za dhati kwenu nyinyi waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya. Mmetimiza ipasavyo wajibu wenu wa kuwawakilisha wananchi, kutunga sheria na kusimamia serikali. Bunge hili limekuwa na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo na ustawi wa wananchi. Na bila shaka ninyi wawakilishi wa wananchi mmeielewa vyema dhana ya maendeleo ya watu, kwamba hatua na jitihada zote za serikali hazina budi kuelekezwa kwenye kuboresha maisha ya kila Mtanzania. Hili limesaidia kujijengea nyinyi wenyewe wabunge heshima kubwa, lakini pia heshima ya bunge letu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, sina budi kutambua mchango na mafanikio ya waheshimiwa wabunge waliotuwakilisha kwenye majukwaa ya mabunge ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Kipekee nimpongeze Dr. Deo Mwapinga kwa kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa jukwaa la mabunge ya Jumuiya ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Ni wazi kuwa mmeitendea haki demokrasia ya Tanzania na kuliletea heshima kubwa bunge letu. Mheshimiwa Spika, vile nitumie fursa hii kulishukuru tena bunge hili kwa tuzo mlionipatia kwa kutambua na kuthamini na washukuru waheshimiwa wabunge kwa kutambua na kuthamini mchango wangu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ila kama nilivyosema siku nikipokea tunzo hiyo, mafanikio haya yaliyopatikana yanatokana na mchango mkubwa wa bunge, viongozi wenzangu serikalini, pamoja na Watanzania wote. Kwa hiyo tunzo ile ni yetu sote. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru watangulizi wangu ambao leo hii nipo nao hapa, kwa kuwa nilisimama juu ya mabega yao na kuweza kujifunza. Hakika misingi imara walioiweka imewezesha kupatikana kwa mafanikio haya mbalimbali katika kipindi changu cha miaka minne. Nikiri tu kwamba misingi yao na ushauri wao kwa wale niliobahatika kufanya kazi nao umenisaidia sana mimi binafsi pamoja na serikali ninayoiongoza. Nimefurahi kuona Mheshimiwa Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete yupo hapa pamoja na makamo wa rais wastaafu na pia mawaziri wakuu wastaafu, tupo nao hapa pamoja. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana viongozi hawa kwa msaada wa kimawazo na ushauri ambapo wameendelea kunipa katika kipindi chote cha uongozi wangu. Hakika nimeamini kuwa wazee ni dawa, na palipo na wazee hapa haribiki jambo. Nawashukuru sana.